cash. Hapa huwezi beba mbolea kama una pesa. Na pesa yenyewe tunaweza nunua naye mbolea iko hapa ndani. Ngano yetu iko hapa. Si wange exchange watupe nini mbolea kidogo na wakati pesa yetu iko kwa hiyo ngano yenye iko kwa Sairo. Sasa hapa hatutoki, tunataka manager akuje atupee ngano ama atuambie tutalima namna gani. Hatuwezi kubali. Kwa ngano na ukuuliza Ruto before uchukue ngano. Kama mahindi au kuuliza Ruto before uchukue. Sasa time ya kulipwa ndio inafaa niulize Ruto. Pia wanapenda fertilizer. I suspect siko fake tu. Hatuamini kazi wangu siku hizi. Anatua bwana, anatua amine. Sasa farmers wani watapata wapi do? Alafu anasema bwana asivie, ni bwana yupi huyu bwana huyu jamaa si poa kabisa. Sasa hapa hivi Ruto ndio kama mjalipwa ni Ruto anajua wae mbona amjalipwa na amutalipwa. Inategemea Ruto. Si mgano yenu. So mpeleke Uganda nini masaa yenu because muta waste time, mutakufa hapa bro. Angalia unachukua inasaidia nini sasa? Unless ya kula. Kama ni ya farming, kama ya kusell. Bro, hata hiyo fertilizers inauza serious sana. Sasa we victim ya hiyo fertilizers, walitumia hiyo fertilizers, wakasalisha nini? Waka supply hapa hivi na wachae lipwa. Sasa mbona uchukue fertilizers ufanye the same? Hii serikali kwende kabisa. Mimi naitwa Peter Mwangi, mimi ni mkulima wa Roa Mau. Sisi ndio wakulima wenye tuliambiwa na CS Mutai Kagwe ya kwamba tulete ngano yetu hapa kwa Sirio, na alitupea wiki mbili tu. Tukileta ngano tunagojea pesa siku mbili, tunakuja tunalipwa. Sasa hiyo pesa tumeisubiri kwa miezi miwili. Na saa hii ndio watu mashamba mingi ya pande ya Roa Mau ndio tunatayarisha kupanda ngano. Hatuna pesa ya mbolea, hatuna pesa ya tinga, hatuna pesa ya dawa, hatuna pesa ya kila kitu. Hata watoto hatujalipia karo ya shule. So, sisi tumekuja hapa tunataka manager mahali tulileta ngano yetu hapa kwa Sirio ya Nakuru. Atuambie ngano yetu bado iko hapa ama bado kama iliuzwa pesa ilienda wapi. Hatuna mambo mingi tunataka kujua. Ni hiyo tu. Na tuambiwe kwani minister alitudanganya ya kwamba tulete ngano hapa na tulikuwa tunaomba storage tulikuwa naye nyumbani, ilikuwa ngano imetusumbua na tukashindwa tutafanya namna gani. Heri hata tungeuza hiyo bei ya katikati kuliko kuwekwa miezi miwili kama pesa hatujapata. Kwa hivyo hakuna kitu kingine sisi tunapata. Tunataka manager wa hii Sirio atuambie kama ngano yetu iko hapa. Kama iko tupewe tuende naye. Kama hakuna tupewe pesa na hatuna mambo mengine kama tunataka. Tunadai pesa ngapi? Tunadai pesa mingi. Hapa tumedeliver over managers hata atasema ni zaidi ya gunia 10,000 na kitu, around 16,000 bags. Tumeweka hapa. Na wakulima ni wakulima wadogo. Kama huyu amemwaga gunia 200, anadai kitu kama around 700,000. Wengine 1,100. Watapanda na nini jameni? So tuko na hiyo makaratasi hapa ya venye tulimwaga. Kama hii ni ya huyu mzee, wapi yako? Nataka muone nyinyi watu wa media uone date. Unaweza angalia uone date yenye tulimwaga ngano. Tarehe 18 mwezi wa 3 na sasa hii tuko mwezi wa 5. Sasa hiyo ni biashara tunafanya biashara aina gani? So tumekuja hapa juu ya hiyo kitu moja tu, tulipwe pesa ama tupee ngano yetu tuende naye. Hakuna kitu kingine. Na walisema muwapatie muda gani? Muda tulipewa, CS mwenyewe alisema wakati alikuja Narok. Alisema ni 2 weeks only tulipwe. Sasa ngano yenye deliver on 18th of March mpaka saa hii ni wiki mbili kweli. It's almost 2 months. Sasa inaenda. Sasa tunakula nini nyumbani? Hatuna kitu tunakula nyumbani. So manager akuje hapa tupee pesa ama tupee ngano. Kwa majina mimi naitwa Samuel Mbatia. Mimi nalima pande ya Njoro. Mimi nalima pande ya Njoro na niko na shamba ingine huko pande ya Mau. Sasa wakati deliver ngano hapa CS alikuwa amesema tutalipwa kuanzia in 1 week's time, na mpaka sasa hatujapata pesa. Shamba yangu sasa tayari nimeshaweka ngano ingine na inahitaji hata pesa ya dawa na sina. Sasa tulikuwa tunaomba serikali ama pande ya Ministry ya Agriculture watu harakishie malipo yetu ili turudi mashambani tuendelee na ukulima wetu. Tuambie ulileta ngano tarehe ngapi? Nilileta ngano tarehe 10, nilileta tani 25
na nimeleta tarehe 13 mwezi wa 3. Ni pesa ngapi? Gharama yake nadai kama ni 250 bags times 5,000 inakuwa kama 1.5 hapo ama 1.1 hapo. Deal ilikuwa aje? Kati yenu na Sirio 14 days. Sisi tulifuata agizo la minister. Alisema wakati tuliandamana sana, tukasema hatuna soko ya ngano, wakatuambia tulete ngano serious kwamba tutalipwa. Wakati tulikuja tukadeliver, hakuna kitu ingine sahi tuko naye isipokuwa hii makaratasi. Pesa wako, ngano wako naye na pesa wako naye. Ile kitu iko ya kuonyesha kwamba tulideliver ngano ni karatasi. 52. Challenges ya ukulima wa ngano imekuwa sababu tunapanda ngano, lakini wakati wa kununua ngano wa kuuza ngano inakuwa ngumu. Serikali inaagiza ngano sana kutoka nje badala kwanza washughulikie wakulima wa ndani ili tuweze kupata faida na ili na tuweze kupata kulima vizuri. Sasa tulikuwa tunaomba serikali kama hawa watu wenye wanaleta ngano kama hao millers, kama wanapewa barua ya kuleta ngano kutoka nje isitishwe kwanza mpaka wachukue ngano ya wakulima wa ndani kwanza. Mimi kwa majina naitwa Isaac Mwangi Njoroge. Mimi ni mkulima wa Roa Mau. Nilimwaga ngunia 1200 hapa, ambayo ni kama milioni 6 pesa za Kenya kulingana na ahadi ambayo tuliahidiwa na CS wa Agriculture. Sasa hizi kupeleka watoto shule kulikuwa ni shida kwetu, kwa tatizo kuwarudisha kwa sababu hatuna hela. Kulima mimi mwenyewe sijalima shamba. Sijatayarisha shamba langu, sina pesa. Na niliambiwa nitalipwa. So nilikuwa na ile matumaini, maisha itaendelea vizuri kama ya mkulima. Lakini kushangaa ni kwamba wakati sisi wa Kenya tunalima, nao millers wanaagiza ngano kutoka nchi za nje. So wakulima wa nje ndio wanafaidika kuliko wakulima wa ndani wa Kenya. Sasa tunaomba serikali itulipe ili maisha yetu iwe ya kawaida tu kama wafanya biashara wengine ama wakulima wengine. Asante. Delivered to millers by farmers through National Cereal Produce and Board, Nakuru. Following the wheat purchase program failure, in February this year, the Agriculture and Livestock Development Cabinet Secretary, Honorable Motahi Kagwe, in consultation with CMA, AFA, and farmers through CGA representation, directed that the remaining collected wheat to be delivered to the National Cereal and Produce Board on behalf of millers. The NCPB was designated to both an aggregation entity and payment center, facilitating transactions between farmers and millers. Payments were to be processed within 21 days from the date of delivery, and where possible, within a short period, to enhance wheat accessibility for millers and payment to farmers. The following developments have since taken place. 1. Farmers have delivered their wheat to the National Cereal and Produce Board, but unfortunately, more than 2 months have passed without payment. These funds are crucial to farmers as they need them to prepare their farmers for the next season, which has already begun. There have been frequent consultations, follow-ups between CGA, CMA, and AFA, with multiple meetings held to discuss the takeoff and payment process. However, despite these efforts, farmers have yet to receive payment for their delivered consignments. Many farmers have secured loans to fund their operations, are struggling to repay them due to the delayed payments. As a result, they are facing penalties from financial institutions, further diminishing their already tight margins. If this issue persists, wheat production in the country may become unsustainable. The challenges is compounded by the fact that wheat held by other aggregators, aside from NCPB, has not taken off. Some of this wheat has remained in storage since last year, leading to substantial storage costs and decline quality. With the next harvesting cycle set to begin in July, the lack of resolution to the issues threatens to further worsen the situation, potentially putting more farmers at risk.
While the government is committed to reducing the wheat and indeed food imports by increasing local production, this recent trend in wheat sector does not seem to be tandem with the government vision for the agriculture sector and food security in particular. The wheat farmers in this country are therefore calling CS Honorable Mutahi Kagwe to urgently resolve this issue to ensure that continuity of wheat production is not interrupted. We, the wheat farmers, further request the government through the Ministry of Agriculture and Livestock Development to consider designing a subsidy scheme for the wheat farmers to assess fertilizer and other inputs to increase local wheat production and reduce the imports. Thank you very much. Huyu Mutahi ameingia juzi na ni kama ameingia na ile mambo tu ya uongo tulikuwa nayo na ule minister mwingine. Tunaomba President Ruto ukuje utusikie sisi wakulima. Sisi ndio tulimchagua na tukamchagua na tukampea kula akituambia atatengeneza mambo ya kilimo. Sisi tumeisha. Mimi roli yangu imechotwa. Sina roli, sina shamba, sina nini. Nimeisha kabisa kwa sababu ati tunalima. Wanakubali ngano ya kutoka nje. Sijui ngano inasikia inatoka wapi, inakuja inauzwa kwa bei ya chini. Sisi tunaleta ngano yetu hapa, hata fadhali waturudishie ngano yetu, turudishe mahali tunaenda kuuza. Hata fadhali tupeleke twende tupime na magorogoro. Badala watu kae hapa, tunaona matrela ziko hapa nyumba yetu. Raha Premium, hawa ni watu ni kisiagi ya raha na tunaijua. Hawa ndio wanauza wanasiaga ngano mingi sana. Zinakuja kuchukua ngano hapa kila wakati. Pesa iko wapi? Pesa yetu ya watu kidogo, watu kama sisi, watu wa chini. Tunaomba mtusaidie Ruto. Ruto ikirie kutufikie, utusaidie tafadhali. Tusaidie, tunaumia. Tuko na uchungu. Hamaritwa ni Karaja wa Kamande na ni ndarerivite gunia 250 thiini wa cereal board ino. Kiria turatumakia muno ni atiriri, thirikari ni yatwirire turehe, CS ni yatwirire turehe ngano thiini wa cereals na turima nie ni marua mau handu hetagwo Njoro na ndaderiva ngunia ciakwa ngunia 250 nginya thaa ici ndirĩ ndona mũigana wa mbeca iria ndabatie kuona na bei ya tweritwo tugikiona tukienderie thirikari tondu ni yatwira hena bei njega handu ha tudiri na brokers. Riu twadirire na cereal board tondu ni thirikari yatwira ni twagire mbeca icio na ni twagite mbeca. Thaa ici ona ndirĩ ndiracoka mugunda ndigihota kurima tondu ndirĩ ndanegerwo mbeca ona ndina ruo ruingi muno tondu ona ni ndiratunyirwo mugunda ni undu wa kwaga mbeca tondu ni gukombora tukombora migunda ingi twakombora migunda nigetha tuhote kwijuinwa kimaisha nigetha ukombore mugunda urime na wone faida utigie kirio gutigia. Kiuria ni atiriri, thirikari ndiona maturera me haha ona tungirora haria ni turona maturera maranda gubokera mirigo guku serious board na gutigikorwo ati turera ici cie ha irabokera murigo na thiri. Ithuĩ nĩ ithuĩ twendirie mũrigo na thirĩ. Turera ciĩ haha nĩ irabokera mũrigo mbembe na kinaki. Koguo thirikari rĩ ĩna mbeca. Nĩ ĩke jukumu, thirikari nĩ ĩke jukumu ya gũtũrĩha mbeca citũ iria twanderivire tondu turera ici ndĩrona haha rĩ gũtirĩ turera ĩngĩkua na thirĩ mũrigo gũkũ. No tondu nĩ marendia rĩ matigĩtũrĩhe mbeca citũ. Kana tukineo indo citũ, my bags were 251 bags. Ndegerwo mbeca cia ndegerwo ngano yakwa ngimenya kuria ngwendia onokorwo ni kwendia na bei ya raithi ri nyone mbeca cia gucoka mugunda. Urimi wa ngano wina goro thaa ici, kurima eka ya ngano na expenses ciothe ri ni mbeca nyingi muno na nikio ona andu aingi morire mwena wa mbembe tondu ngano ena goro kuri kurima. Hau niho tuli. Kwa maritwa makwa njitagwo Paul Mucheru na ni ndi murimi wa ngano area Naikuru. Tugite haha tondu ni twarehire ngano itu guku cereal tukerwo ni minister turehe ngano na twarehe twiritwo tukurihwo na wiki imwe na riu ni thiite mieri iri tuturite tugite kudai twina maroni riu nginya indo citu cirorete ku auctionwo na twetereire mbeca ici ni turite thina nginya arimi angi makaremwo nginya ni kurima. Riu turahoya minister kuringana na ahadi iria tuhete marikie guturiha mbeca citu. Riu ithuĩ turi ta arimi kindu kiria turenda angikorwo ngano itu ĩ guku twagirire tucokerio ngano itu angikorwo gutire mbeca tondu matingĩgĩikara na ngano na magĩikare na mbeca. Uguo niguo turahoya. Hamaritwa ni Dennis Maina ndi murimi wa ngano mwena wa Roa Mau.
haha nĩ ndarehire ngano gwĩ tarĩki 18 mweri wa gatatũ na ndacukithirie makĩria ya ngunia 800 nĩ ndĩrandai makĩria ya milioni 3 na mĩgũnda ĩyo na ndirĩ ndarĩma nginya ona ũmũthĩ ũyũ. Thaa ici njũngũkĩte gũkũ ngĩũria mbeca icio na nderwo nĩ mendagĩria ithĩ ingĩ no ndiĩ kana ikĩrĩhaga tondũ nĩkĩo ngũkĩte njoe bataraitha kana angĩkore mbeca nĩgetha thiĩ nĩme. Nĩtuonete nĩ twahenirio tondũ we augire nĩ wiki igĩrĩ tũrĩhwo mbia na for now nginya thaa ici nĩ mĩeri 2 mĩthiru na nginya ũmũthĩ ũyũ tũtirĩ twaigua kũrĩhwo kwa mbeca icio kana ona ngano itũ ĩnetwo kana ĩkĩrĩ haha tondũ no ũkĩnengerwo na ngano yaku korwo no kũhotekeka ũthi nayo ona wendie ona bei ona ya raithi gũkĩra ũrĩa ũngĩrwo ũngĩgũrĩrwo wega ũkĩra weterere. Okay, hamare to makwa njetago Daniel Muthoi Thuku tũrĩmagĩra mwena wa Njoro na twĩna thĩna mũingĩ mũno. Ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩa gũkinya kũhanda twarehire ngano itũ gũkũ tũĩ nĩ tũkendia tũrĩhwo mbia tũcoke mĩgũnda rĩngĩ no ihinda nĩ rĩakinya rĩu rĩa kũhanda tũtirĩ twarĩhwo mĩeri 2 na kĩndũ nĩ yathira nginya watha ici tũtirĩ tũrarĩhwo. Rĩu tũroria thirikari atĩrĩrĩ ketangĩgwĩra tha arĩmi aya marĩhe mbia ciao tondũ andũ nĩ aingĩ maretia na gũtirĩ andũ marĩhĩtwo gũkũ na tweretwo within 2 weeks nĩ tũgũkorwo tũrĩhĩtwo mbia citũ. Rĩu tũrahoya thirikari ĩtũrĩhe mbia citũ nĩgetha tũhote gũcoka mĩgũnda-inĩ kana magĩtũnengere ngano itũ. Ndina maingĩ makuga no macio.